Bwana, ni dhahiri kabisa kwamba klabu ya Young Africans wamedhamiria kutinga kunako hatua ya nusu finali kabisa kwenye michuano ya Total Energies CAF Champions League, na hii inajidhihirisha kutokana na usajili ambao wameanza kufanya kwenye dirisha hili dogo la usajili. Bwana, ni kwamba klabu ya Young Africans tayari wamekwisha kuanza kushusha vyuma, unaweza kusema hivyo, na tayari wamekwisha kuanza kutangaza baadhi ya wachezaji ambao tayari wamekwisha kuwasajili, na miongoni mwa wachezaji ambao tayari wamekwisha kuwasajili ni pamoja na Mohamed Damaru Kamara, lakini pia Moruf Takei pamoja na Emmanuel Mengo, mchezaji huyu ambaye alikuwa anakipiga pale kunako klabu ya TRA. Lakini sasa issue kubwa ni kuhusiana pia na klabu hiyo ya Young Africans kuhusishwa na striker ambaye ni raia wa Angola, miongoni mwa wachezaji ambao pia ni pendekezo la kocha mkuu wa kikosi cha Young Africans. Hapa tunamzungumzia Pedro Goncalves. Ni kwamba ameuambia uongozi wa klabu hiyo kuhakikisha wanamsajili mshambuliaji wa kimataifa kutoka kule nchini Angola, na huu si mwingine ni Laurindo Dilson Maria Aurelio, kijana mwenye umri wa miaka 25 maarufu kama Depu, na kwenye dirisha hili dogo basi mchezaji huyu anatazamiwa kuweza kujiunga na klabu ya Young Africans endapo mambo yataenda kama ilivyopangwa. Ni kwamba mshambuliaji huyo anayekipiga kunako klabu ya Radomiaki Radom ni kwamba alikuwa mwiba mkali chini ya kocha huyo wakati wakiwa pamoja timu ya taifa ya Angola. Ni kwamba mchezaji huyu tayari amekwisha kufundishwa na kocha mkuu wa kikosi cha Young Africans Pedro Goncalves. Kwa hiyo ana imani na mchezaji huyo, ni kwamba pia akaamua aweze kupendekeza jina lake aweze kusajiliwa mchezaji huyo mara moja iwezekanavyo. Na ni kwamba sasa endapo sasa Young Africans watafanikiwa kuweza kunasa saini ya mchezaji huyu, ni moja kwa moja wanatakiwa kuachana na mchezaji mmoja ambaye anacheza katika eneo hilo la namba 9, na huu si mwingine ni Andre Bobo Boyeli, miongoni mwa wachezaji ambao walisajiliwa na klabu ya Young Africans kunako dirisha kubwa, lakini mambo yalienda ndivyo sivyo mpaka hivi sasa. Hali haijawa shwari kabisa kwa upande wa mchezaji huyo. Kwa hiyo moja kwa moja mchezaji huyo atarudishwa kunako klabu yake alikotokea, kwa sababu mchezaji huyo alijiunga na klabu ya Young Africans kwa mkopo. Kwa hiyo Young Africans wameamua kusitisha mkataba wa mchezaji huyo na kuweza kuhangaika kutafuta mchezaji ambaye atakuwa na makali kwenye eneo hilo la namba 9, na moja kwa moja sasa jicho lao limeenda kwa mchezaji huyo ambaye ni raia wa Angola, na ni pendekezo la kocha mkuu wa kikosi hicho cha klabu ya Young Africans. Lakini sasa cha msingi kwa wewe ambao unaendelea kuifuatilia Mlacha Media, kama bado hujasubscribe, bado una nafasi ya kuweza kusubscribe, na njia ni rahisi tu. Upande wa kulia hapo kuna maandishi yameandikwa subscribe, ukishabonyeza itakuja alama ya kengele, pia ukishabonyeza utakuwa unapata notification ama kiashirio cha kwamba tumeweza kupandisha kazi nyingine ambazo zitakuwa zinahusiana na masuala ya kimichezo zaidi. Bwana, mpaka ufikia hapo mimi sina la ziada. Endelea kuifuatilia Mlacha Media. Bye bye.